Barabara hii inaitwa Nyakanga Nyabyonza Masheri. Ina jumla ya kilomita 96. Lakini kwa mpango wetu wa TARURA kama sisi tulianza na matengenezo kwa kiwango cha vumbi, lakini ikaonekana haina msaada sana. Kupitia mbunge wetu Mheshimiwa Innocent Bashungwa alianza kutafuta faida kidogo kidogo. Mwaka 2021-22 tulianza na ujenzi wa lami mita 150 kutumia fedha za jimbo. 22-23 tulipata kilomita 4. Mwaka juzi tena tumepata kilomita 3, mbili ambazo umeziona pale juu. Sasa hivi tuna kilomita 3 za lami ambazo tunaanza kutekeleza hizo ambazo mnaziona hapa. Kwa hivyo tumeanza na ujenzi kwenye maeneo ya korofi ambapo magari hayakuna shida kupita. Kwa tukaamua tuweke tabaka la lami ili kurahisisha gari zipite na kupunguza operational costs za magari. Kwa hivyo sisi tuna mpango wa barabara hii kuwekwa lami. Na bahati nzuri kabisa Mheshimiwa Innocent Bashungwa alipambana barabara hii ikatoka kwetu TARURA ikahamia TANROADS. Kwa TANROADS kwa sasa wameshafanya designing ya kuwekea lami yote kilomita 96. Kwa sababu ni barabara muhimu ambayo inaunganisha na nchi zingine za Rwanda. Kwa hiyo ni barabara ambayo ni muhimu sana kwa Tanzania. Barabara hii ilikuwa shida. Nikisema shida ilikuwa shida kubwa sana. Nianze kwa kumshukuru sana Mama Samia. Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye tulipeleka kilio chetu kwake tukishirikiana na mbunge wa jimbo la Karagwe ndugu Mheshimiwa Innocent Bashungwa, kumweleza kwamba barabara hii ilikuwa usumbufu mkubwa kwa wananchi wa Karagwe, hususani watu wa Bushangaro na watu wa Nyakanga. Tulikuwa tunatengana kipindi cha mvua kama hivi unavyokiona. Watu wa Bushangaro walikuwa wanaishi huko na sisi watu wa Nyakanga tulikuwa tunabaki kwetu. Lakini baada ya barabara hii unashuhudia wewe mwenyewe kwamba magari sasa yanapita, na huu ni wakati wa mvua, hakuna tatizo lolote. Kwa hiyo tunamshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia kwa kukubali kwamba sasa Karagwe aiweke watu wote tuwasiliane hasa kwenye mawasiliano ya barabara. Hapa changamoto iliyokuwepo ni kwamba kipindi chote cha mvua barabara ilikuwa ipitiki. Kwa hiyo ina maana watu walikuwa wanabaki kule au watembee kwa mguu. Magari yaje washushe kule ng'ambo ile, wavuke kwa maji, wakati mwingine kwa kubebwa, wakati mwingine watoto hadha, kina mama walikuwa wanakwenda kliniki, wanakwenda kutibiwa Nyakanga hospitali. Kwa hiyo shida ilikuwa ni kubwa. Hivi sasa hivi shida hiyo haipo tena. Watu sasa wanatembea usiku, mchana, masika, kiangazi, barabara inapitika muda wote. Maeneo ambapo tupo Bigoro, njia ambayo inaenda Bushangaro, ninapafahamu wakati hapajaingia kipande cha lami. Kile kipindi cha nyuma palikuwepo na utelezi mkubwa, palikuwepo hapapitiki. Magari yote yalikuwa unakuta yamepangana kupita hapa kwenye eneo hili korofi. Lakini baada ya hapa Mheshimiwa Bashungwa na Mheshimiwa Chale kupambana, tukapata kipande cha lami. Kwa sasa mwananchi wa wilaya ya Karagwe kama anaenda Bushangaro ni faraja kwake, panapitika, hakuna wasiwasi yoyote ile. Kwa hiyo labda mimi kama mwananchi ombi ningeomba hata kutoka Nyakanga kuja mpaka hapa kipande cha lami kilipo, tungepewa lami ili hata na sisi ambao tuko kule ng'ambo kidogo tukapita vizuri kwenda Bushangaro. Lakini kwa sasa panapitika vizuri. Shughuli zetu za kila siku zinafanyika vizuri tu. Tukipita hapa
yani kutoka hapa kwenye kipande hiki kwenda pale Bushangaro Nyakaiga, kile kipindi tulikuwa tunatumia masaa, lakini hapa ni dakika 30 umeshafika Nyakaiga. Kwa hiyo tunamshukuru Mheshimiwa Bashungwa kwa kazi kubwa aliyotufanyia, na Mheshimiwa Chari na TARURA kwa ujumla. Kazi za TARURA, namshukuru meneja wa TARURA kwa sababu kuna kazi, kuna sehemu moja ambayo inaenda Chonyonyo kwa Mheshimiwa Diwani. Wakati wa Chonyonyo palikuwepo maji, daraja maarufu wanapaita kwa Nasoro, wametujengea daraja zuri sana. Kwa sasa linapitika, tunapita vizuri tu.